Na hata dhambi, ukiona kuna dhambi imemshika mtu na mtu anaamini kwamba kwenye hii dhambi mimi siwezi kutoka, siwezi kwenda popote, anaamini kwamba hii dhambi nimejitahidi na nguvu inanisumbua, lakini neno linasema pasipo maono mtu huacha kufanya nini? Kujizuia. Ukiona mtu hajizuii kwenye uzinzi, hajizuii mahali panapoharibu maisha yake, hajizuii kwenye makundi yanayoharibu maisha yake, ni kwa sababu haoni, bado hajaamua hatima yake ya kesho anataka kuwa nani. Mungu anapokuita anataka kitu cha kwanza uone. Wewe unapookoka Mungu anataka uone. Ndio maana unafundishwa neno. Neno linasema nini? Ahadi za Mungu kwenye maisha yako ni nini? Baraka za Mungu zipoje kwenye neno la Mungu ni nini? Zipoje hizi baraka, zipoje? Anachotaka Mungu aingize ndani yako ni kuona. Ukishaanza kuona, kitu kinakuwa na thamani. Kitu ambacho haujakiona hakiwezi kikawa na thamani. Hata huu wokovu ambao tunasema kwamba tumeokoka, kama haujaona thamani ya wokovu ndani yako, utaona ni jambo rahisi kuacha wokovu. Lakini yule aliyeona thamani ya wokovu, ambaye macho yake yamefunguka, ambaye akili yake ina ufahamu, ambaye akili yake anajua bila Mungu mimi siwezi, sitoboi, siendi popote, akishaiona hiyo thamani anaanza kuutunza uokovu, akijua nikipoteza, nimepoteza kitu cha thamani kisicho cha kawaida. Unaweza ukawa unasema umeokoka lakini hauoni. Biblia inasema kipofu hawezi kumwongoza kipofu mwenzie. Kipofu. Kazi aliyoifanya Yesu msalabani ni kuturudishia ile hatima iliyopotea. Anasema alikuja kutafuta kilichopotea. Yesu anakurudishia hatima, lakini ile hatima aliyokurudishia, kusudi alilorudisha kwenye maisha yako, yeye anataka ulione, anataka liwe wazi kwako. Likisha kuwa wazi, unaanza kujibidisha. Ukishaona hatima yangu hii itakuwa ni ya utumishi, Mungu anataka akuone, unaanza kujibidisha kwenye maombi, unaanza kujibidisha kwenye neno, unaanza kujibidisha kwenye ibada. Wengi wanasema hivi, tunapenda kumtumikia Mungu, lakini hawataki kufanya bidii katika mambo ya Mungu. Si kwa sababu hawataki, si kwa sababu ni wajeuri, ni kwa sababu wamepoteza uwezo wa kuona. Mtu mwenye macho hafanani na mtu asiye na macho. Kwenye maisha ya kawaida tu hafanani. Mwenye macho anakuwa na uwezo wa kuviona vitu vya thamani kwa urahisi. Mwenye macho, unataka kuona thamani ya wokovu, uwe na macho. Unataka kuona maombi yako yakijibiwa, lazima imani yako iwe inaona. Imani yako kuona ni hivi. Yawezekana leo wewe mbele za Mungu sio mtakatifu, inawezekana. Uokovu ni mchakato. Nisikilize watu wa Mungu, uokovu ni mchakato, ni mchakato, hatufanani. Mungu alipomchukua yule Sauli tu, Sauli alipoonana na Yesu alibadilika pale pale. Kuna mtu itamchukua mwezi, kuna mtu itamchukua mwaka, kuna mtu itamchukua siku, kuna mtu ambaye ndani ya masaa 24 yeye akiamka ni mtu mwingine. Lakini cha msingi ni kwambie, maisha ya uokovu ni mchakato wa matengenezo. Ndio maana unajifunza neno kila itwapo leo, unasoma Biblia kila itwapo leo, unaomba kila itwapo leo, ili kukamilisha ule mchakato uwe mkamilifu kwenye maisha ya hatima. Kwa hiyo uokovu ni mchakato, lakini huu mchakato unapoendelea nao, lazima wewe kuna jambo huo unaliona mbele kule kuhusu uokovu. Hata kama hali yako ya roho ni mbaya, inatakiwa uione. Anaposema ni bayana ya mambo yasiyoonekana, macho haya ya mwilini yanaweza kawa naona ugonjwa, macho haya ya mwilini yanaweza kawa naona mateso, macho haya ya mwilini yanaweza kawa naona dhambi, lakini macho ya ndani
yanapaswa kuona Mungu akiwa amebadilisha ile hali, akiwa amekufanya upya, akiwa ametengeneza upya. Baada ya muda utakuja kugundua kuna njia ambazo huwa anazifanya Mungu, kuna maisha ambayo Mungu anayatengeneza, kwa sababu hayo maisha yameishaumbika ndani yetu. Huku mwilini ni matokeo ya nini kimeumbika ndani yako au kwenye maisha yako. Nimekuambia nguvu ya ndani ya imani inayoona. Imani ni kitu kilicho ndani yako, kilicho ndani. Unasikia nini kwa habari ya Mungu? Ukisikia habari ya uponyaji, kwamba Mungu anaweza akakutoa kwenye mateso, ukisikia kwamba Mungu anaweza akakuponya ugonjwa, una ndani yako, wewe ndani yako unaona kwamba Mungu anaweza akakuponya, unaona kwamba Mungu anaweza kaondoa mateso, unaona kwamba Mungu anaweza kaondoa hiyo shida. Unaona muujiza wa maisha ya mtu upo mpaka pale atakapoanza kuuona ule muujiza kabla haujatokea. Mungu hata yainua maisha yako ya uchumi, Mungu hatakupa mke, hatakupa mume, Mungu hatakupa chochote mpaka wewe ndani yako umekiona. Ndo maana ya bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaona uzima, unaona Mungu akijibu mahitaji yako, unaona Mungu akiponya afya yako, yale ambayo umeyaomba kwa muda mrefu, unaona Mungu akiyaleta kwako. Mungu ana uwezo wa kubadilisha hali yoyote kwenye maisha ya mtu. Mungu ana uwezo huo, ana uwezo, ana nguvu hizo za kutosha. Mambo yakabadilika, hatima ikabadilika, ukafanyika kuwa mtu mwingine. Mungu ana uwezo huo na ana nafasi hiyo. Ni wewe kuamua sasa, ninataka niyaone maisha yangu ambavyo yanaenda kubadilika.